Sasa bwana, mpaka katika sehemu ya 5 jana tulibahatika kuona kwamba kumbe kuna biashara nyingine ambayo inafanywa kati ya mtu na mkewe huyu, kwa maana ya yule binti Angel, lakini pia na mume wake. Wenyewe tuliona na tukaona kwamba mshikaji wetu wa maana sana jana bwana. Mambo yamemkuta yeye, ndo ambaye amekamatwa na inasemekana kwamba ataingiza milioni 400 kwa usiku mmoja. Kivipi na kwa nini? Hawa ni akina nani? Ni Patrick pamoja na mke wake Angel. Tutaendelea kufahamu hilo katika simulizi hii, ikiwa leo tuko katika sehemu ya 6, simulizi yetu ya mchezoni. Kweli huu ni mchezo ndani ya mchezo. Kumbuka mwandishi wetu anaitwa Jafari Mpole, na hapa ni simulizi yetu media. Usahau kusubscribe channel yetu, usiache kulike, kushare, bila kusahau kuandika comment yako hapo kwa jinsi vile ambavyo tutakuwa tunaendelea na simulizi na vile ambavyo utaona kwamba wewe unatamani kutoa neno. Tunapatikana kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, jina ni simulizi yetu media, na mimi nakusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu. Karibu katika sehemu ya 6. Sasa tunaachana na ile kesi ambayo ilikuwa jana, tunahamia upande wa pili ambako ni matajiri wale watatu. Kama tunakumbuka, walikubaliana kuendeleza msako, kwa maana ya Mr. Alphonse, Mr. Yazid, lakini pia Mr. Robin. Msako mkali ulikuwa ukiendelea ili upate kujua ni wapi ambapo yupo mbaya hao ambao wanawafahamu wake zao ambao wako ndani na nje ya jiji. Sasa alifika hatua baada ya kuona msaada wa askari unachelewa, akaingia wenyewe kwenye mahoteli makubwa na kuanza kupiga msako, wakisi labda huenda watu hao basi akawa wana makazi huko. Basi zoezi hili lilimshtua sana Pamela, ambaye alikuwa ndani ya hoteli, na alikuwa kwenye hoteli moja hivi akiweka zake kama makazi yake, huko akiwa anaweka mambo sawa. Ilibidi atoke humu na kutafuta moja kwa moja sehemu nyingine binafsi na kukodisha siku nzima ili asipate kuonekana. Sasa alikuwa anajiona kama yuko mpweke hivi, kwa sababu mara nyingi alikuwa yuko peke yake. Sasa alivyoona hivyo, akaamua kumpigia Barbara ili mkezi walipo wapate kwa pamoja usiku. Basi Barbara alikubaliana naye na akamwahidi kwamba atafika mahali pale. Basi alikata simu Barbara, na alikuwa amesimama mwenyewe akiwa haelewi nini ambacho kinaendelea. Sasa Teddy alikazana kupiga simu ya Tami na ilikuwa ipokelewi, hali ambayo iliwachanganya mpaka mdau wasijue hatima ya mwenzao huko ambako ameenda. Kwa mara ya kwanza napiga simu kwa Tami, hapokei. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea, leo ni kiboko. Tami, sijui atakuwa, sijui. Mimi ninapomfahamu Tami ndugu yangu, hata akiwa juu ya kifua cha mwanamke lazima apokee simu yangu au atume ujumbe. Lakini ukimya huu sio bure, kutakuwa kuna jambo limetokea haiwezekani. Barbara alikuwa anasema, na akasogea kwenye ukuta akapata kuegamia humo akiwa na mawazo sana kichwani. Sasa najua napaswa tufuatilie hili swala. Hebu check ile location ambayo alitumiwa na Angel, alafu tugawane, mmoja aelekea hotelini na mwingine aende kwenye ile ofisi ya massage. Nadhani kwa kufanya hivyo tutajua kweli, alisema Teddy, na maneno haya yalimuingia Barbara ambaye alikubaliana naye. Ikabidi sasa wagawane majukumu wanawake hawa wawili. Barbara alielekea zake kwenye ofisi ya Angel kufanya massage na wenzake Teddy mwenzake Teddy yeye alielekea zake huko hotelini. Sasa taarifa za kutafutwa na mumewe zilimtia mashaka sana Maisara. Ilikuwa ni baada ya kuona hali hiyo inazidi kushika kasi mjini. Ni jambo ambalo lilimtia mashaka zaidi, na alipata wasiwasi sana, hasa pale ambapo alijaribu kupiga simu mara kwa mara kwa mwenzake Tami bila simu kupokelewa. Ilifika muda sasa simu ya mwanaume huyo ilikuwa ipatikani kabisa, na ikapelekea Maisara kuhisi huenda amefanywa makusudi. Ilibidi achukue maamuzi magumu baada ya kuona anaweza kuingia tena kwenye mikono ya Mr. Yazid na ingizwe kwenye kesi ya upotevu wa pesa. Alichukua kila kilicho chake na kuamua kuondoka kabisa nchini. Alikata tiketi na kuamua kuelekea nchi jirani ya Kenya huko. Huko nyuma msako ulizidi kuendelea ndani ya mahoteli makubwa, na ilifika muda sasa Mr. Robin akiwa na vijana wake wawili waliingia kwenye hoteli moja, wakapata kuonyesha kibali cha kufanya upekuzi wa kumtafuta mtu. Cha kwanza, na ndicho ambacho aliona kama kina muhimu, ilikuwa ni kuonyesha majina ya wateja wote apate kuonyeshwa ambao wameingia ndani ya wiki hii. Ilibidi secretary amruhusu tajiri huyu kuangalia majina hayo kwenye kompyuta, na katika kupekua majina hayo alishangaa kuona jina la mkewe likiwepo katika orodha ya wateja ambao wamekaa hotelini zaidi ya siku 4. Alijaribu kuuliza kama wanajua aliacha ujumbe gani ama aliacha wapi ama alisema anaelekea wapi, lakini hakuweza kufanikiwa kwenye hilo. Alizidi kupagawa na akaona kwamba mke wake hayuko mbali na mji. Sasa aliwapa taarifa wenzake pia, ambao kila mtu alikuwa upande wake kujaribu kutafuta wake zao, na kauli hii iliwaaminisha wenzake na kuona kwamba uwezekano wake wa kwamba hao wake zao wako hapa mjini unaweza kuwepo. Basi walizidisha kasi na kuzunguka katika lile jengo, na lengo lilikuwa ni moja tu. Kila wanapofika kwenye hoteli yote wanaacha picha ya watu ambao wanawatafuta pamoja na namba za simu ili kama watatokea basi wajulishwe. Sasa ni upande wa pili tunamwona Teddy ambaye aliweza kuwasili kwenye hoteli ambayo
Walifuata maelekezo kwamba ndio wamefikia hapo. Tammy ilikutana na Angel. Alivaa kofia yake na miwani meusi kwa ajili ya kuziba muonekano wake asipate kuonekana na mtu, kwa sababu taarifa zimezagaa kwamba wanatafutwa na wanaume zao. Basi alipiga hatua kuingia ndani na moja kwa moja kaelekea zake kwa secretary na akawa amemsalimia. Karibu sana. Asante, lakini samani sikuja hapa kama mteja, bali kuna mtu nimekuja kumwangalia, maana aliacha location ya mahali alipo nyumbani, kwa ndio nimemfuata hapa, alijeleza Teddy akiwa makini sana wakati wa maongezi yake. Okay, ni mfanyakazi au mteja? Ni mteja, amefika hapa mapema leo kabla ya mchana. Jina lake anaitwa Tammy. Aidha jina hilo na kumfanya ile secretary atafute lile jina. Alipoliona na alipata kujua chumba alichokichukua, Tammy mdolo yule akajua kwamba ndio yule kijana ambaye labda amechukuliwa na watu wa Mr. Patrick na wakaondoka naye, na yeye alipozwa na pesa kama utakumbuka. Akasema Tammy, yes, na dhani alifika hapa na msichana kukaa sana, waliondoka baada ya kucancel huduma ya kulala hapa. Kwa hiyo siwezi jua wapi ambako wameenda, au maybe walienda nyumbani. Aliongea msichana huyu na kujiamini akimtazama Teddy ambaye alikuwa makini sana kumsikiliza. Maneno haya yalimfanya Teddy achoke baada ya kuambiwa kwamba Tammy pamoja na mwanamke ambaye alisadikika walikuwa wamekuja hapa waliondoka. Na basi alikaa dakika 45 akiwa anatafakari jambo mpaka akaamua kumpigia simu Barbara kumweleza hali halisi ya kitu ambacho amekikuta. Na hata baada ya kuelewana alimwaga secretary yule na akageuza kuondoka zake. Yule secretary sasa alibaki anamtazama na akatabasamu baada ya kuona kwamba alikuwa amemdanganya. Sasa Barbara aliweza kufika kwenye ofisi ya Angel na akapata ukaribishwa na wahudumu wengine. Alitulia akisubiri kuona kama mhusika mkuu ataonekana ili apate kusikilizwa ili aweze kuhudumiwa. Na kweli bwana, baada ya muda kidogo aliwasili Angel. Alionyesha tabasamu sana baada ya kumwona mteja wake huyo. Barbara alishangaa kumwona mwanamke huyu mahali hapo, ingali mwenzao hakuonekana mpaka muda huo. Alikaribishwa na mwenyeji wake huyo na kisha aliingia kwenye chumba maalum kuendelea na huduma. Muda wote huu Barbara alikuwa haelewi kinachoendelea. Alikuwa na tafakari, mwingine mna gani huyu mwanamke? Sasa akiwa kwenye tafakari nzito, simu yake ilipata kuita. Alinyanyua simu yake na kutambua kwamba alikuwa ni mume wake ambaye alikuwa anapiga. Ilimlazimu sasa kumwomba radhi mteja wake huyu ili akapokea simu nje. Barbara alibaki anamtazama mpaka alipotoka. Alipotazama pembeni aliona kuna simu nyingine ambayo ilikuwa imeachwa pale. Alitazama huku na kule akaona kuko shwari, akanyanyuka pale na kuchukua simu ile. Aliangalia kwenye kioo na kuona kuna alama ya vidole vimepita kama vya kutolea lock ya simu hivi. Alifuatisha na kweli akapata kuifungua. Haraka alienda kwenye upande wa ujumbe na kuona ni kweupe, hakuna hata ujumbe ambao umetumwa. Akili ya haraka aliamua kuunganisha na simu yake kupitia akaunti yake ya Google ili apate kujua mhusika wa simu hii mahali popote atakapoenda atajua. Basi baadaye akatoa line na akaweka kidole chini kidogo hivi chini yake, alafu akairudisha na akaiwasha ile simu. Basi haraka alirudisha pale ambapo ilikuwa, akarudi alipokuwa amekaa kwa ajili ya kusubiri huduma. Na baada ya muda Angel alirejea na kuendelea na kazi yake. Ilikuwa ni mara baada ya kuongea na mume wake faraga. Sasa bwana, upande wa pili tunamwona ndugu yetu Tammy, fahamu zimemrejea toka alipopigwa sindano ile kwenye maungo yake ya kiume kule hotelini. Alikuwa juu ya kitanda na alikuwa na mawenge tu. Mwili wake alikuwa anahisi kwamba ni mzito sana. Alijitahidi sana kunyanyuka pale kitandani ili kusimama, huku akiangalia kile chumba kikiwa kitandani, kikiwa na kitanda kimoja ambacho alikuwa ametoka kukilalia. Basi alibaki kushangaa tu, alikuwa haelewi wapi ambapo alipo, kwenye sehemu hapa ni wapi. Sasa alisogea hadi mlangoni na akafungua mlango, lakini haikuwa rahisi kufungua. Basi akawa na ulazimisha kuvuta bila mafanikio, hali ambayo ilipelekea sasa akasirike baada ya kuona kama ametekwa hivi. Taratibu akarudi pale kitandani akitafakari, hivi amefikaje pale ndani? Sasa si ndio akakumbuka kwamba mara ya mwisho alikuwa hotelini na Angel akimfanyia massage ya mwisho. Wakaingia kwenye tendo na hapo hakujua kilichoendelea. Basi akaamini hapa kuna jambo ambalo Angel amelifanya na ndio sababu yeye yuko pale ndani. Sasa akiwa na tafakari haya, alipata kusikia mlango ukiingizwa funguo na kuweza kufunguliwa. Alinyanyuka na kusimama na kumtazama yule ambaye alikuwa anaingia. Waliingia mabouncer wawili wakawa wanamtazama Tammy pale alipo kuwa amesimama. Toka nje. Mmoja aliamrisha na kisha akatoka nje akimwacha mwenzake amesimama. Tammy alimtazama yule mwanaume na kuamua kufuata kama alivyoambiwa. Alitoka nje na yule mwanaume ambaye alikuwa mbaki pia alitoka na kufunga mlango. Basi walielekea kwenye lifti, wakapanda na wakaenda kupandisha juu. Sasa muda wote Tammy alikuwa haelewi hao ni wakina nani.
kwa sababu zilikuwa ni sura ambazo hazijui na hazikuwa na tabasamu hata kidogo. Hii ilimtisha, na mpaka lift iliposimama na milango ikafunguka, walitoka na moja kwa moja akatokea kwenye sehemu ambayo ilikuwa imeandaliwa vizuri sana na ikawa imepambwa, na mbele kuliandaliwa kitanda kizuri sana, kamera nyingi za kutosha, na baadhi ya watu walionekana ambao walikuwa wameandaa kamera hizo na walikuwa wanataka kuanza kushuti movie. Tammy alibaki kushangaa tu, alikuwa haelewi nini kinaendelea. Na hata alipotazama pembeni aliona kuna watu ambao wamevaa suti wakiwa wazungu, ambao walikuwa ni wazungu watatu, walikuwa wamekaa kwenye viti wakiwa wanaonekana kusubiri jambo fulani, yani kama kuna jambo la msingi hivi. Muda huu alitokea Mr. Patrick na alikuwa kwenye kutabasamu pia. Alisogea hadi pale ambapo Tammy alikuwepo. Akamwambia, karibu rafiki yangu, nadhani utakuwa unajiuliza maswali mengi sana kichwani kwako, lakini nikwambie tu relax, kuwa na amani kabisa, alisema Mr. Patrick akiwa mwenye tabasamu. Na kwa jina amani kati sikujui, yani sijui chochote, yani sijui nimefikaje, mimi sielewi bwana. Basi alipanda kwa jazba juu Tammy akitengeneza maneno ile sionekane kwamba anamfahamu tajiri huyu, lakini anamfahamu. Akamwambia, ndo maana nimekuambia mapema relax, tuko video shoot hapa, na hao ambao unaona hapo pembeni ndo matajiri wa hii video ambayo tunaenda kurekodi, na wewe ndo mhusika mkuu, yani ukisikia styling ndo wewe. Sasa aliongea tajiri na akasogea kwenye kile kitanda. We Mr. Tammy, huu ni uwanja wako sasa. Tulikutoa kwenye hoteli kwa sababu unajua ulichokuwa unakifanya. Yani yule ni mke wangu. Ni mke wangu kabisa, anaitwa Angel. Natumaini umeenjoy sana kiasi penzi lake, si ndio? Wewe si unajua kuwa binjua wanawake za watu. Nadhani kwamba wewe ni hodari sana kwenye masuala yote ya tendo. Sasa hapa tuna zoezi moja tu. Kile ulichokifanya kule ndio unakiendeleza hapa live. Wakati huu video itakuwa inarekodiwa, alisema Mr. P. Na Patrick akaonyeshwa msichana mmoja ambaye alijitokeza akiwa uchi wa mnyama. Akasogea mpaka pale kitandani akajilaza. Wakati huo alikuwa akimtazama Tammy, yani ile jicho la njoo basi. Mwanaume alibaki kushangaa. Kusikia jambo kama hili hakutegemea kabisa kusikia hiyo, eti aje kucheza video za ngono huku zikiwa zinaangaliwa na nyingine zinarekodiwa. Akasema hapana, siwezi kufanya ujinga kabisa. Yani hivi naanzaje kufanya uchafu mbele ya watu? Yani mimi nina kichao. Aliongea kwa ukali Tammy baada ya kuona swala hili lipo serious kweli. Akaambia, hilo sio ombi Mr. Aliongea Mr. Patrick, akamsogelea Tammy pale alipokuwa amesimama. Alitoa remote kwenye mfuko wa suruali yake akamwonyesha Tammy. Hii ndio itakulazimu ufanye. Yani hili ni swala la lazima, endapo utakaidi mwili wako tu utaadhibiwa na hiki kifaa. Aliongea Mr. Patrick na kubonyeza kibatani kimoja hivi kwenye kifaa kile. Mwili wa Tammy ulianza kupata maumivu makali sana na mwisho ukatulia. Ilikuwa ni baada ya tajiri huyo kuachia ile button huku akiwa kwenye tabasamu. Tammy alibaki anahema baada ya kuona kweli yuko kwenye wakati mgumu. Alimsogelea yule mwanamke hadi pale aliposimama na akaanza kumvua nguo zake zote pale. Alitamani kukataa, lakini hakuna ujinja wote baada ya kufikiria yale maumivu ambayo amepewa kwa kidogo tu. Sasa watu wa kamera waliandaa sawia kamera zao na akaziweka sawa. Alishika mkono Tammy na akasogeza kwenye kitanda na yule mwanamke akapanda akawa juu ya Tammy hivi. Video bwana ikaanza kuchukuliwa, akionekana yule mwanamke akicheza maungo kwenye maungo ya Tammy ambaye moyoni hakuwa tayari kabisa kufanya ile jambo. Lakini mwanamke ambaye aliendelea siku ile alikuwa ni zaidi ya kahaba. Alikuwa na ushawishi wa hali ya juu sana mpaka misuli ya Tammy ikasimama vyema kabisa na hakusita. Yule bwana mwanamke malaya alijua kujihudumia mwenyewe. Yani hata baada ya Tammy kujikuta kwamba hataki, lakini mwanamke alijitahidi sana kumshawishi. Mwishowe Tammy alijikuta kwamba anashiriki vizuri kabisa ile tendo. Lakini ubaya ni kwamba ilikuwa ni kitu ambacho kwa kinarekodiwa. Basi burudani hii ilipata kushuhudiwa na wazungu hao ambao walifika eneo lile akiwepo Mr. Patrick, na hivyo ndivyo ambavyo wanafanya. Pengine ilikuwa ni burudani sana kuona watu wakifanya mapenzi huku wakiangalia, yani live, huku video ambayo ilikuwa inaendelea kuchukuliwa ikirushwa moja kwa moja kwenye mtandao mkubwa ambao ulikuwa wanachama ambao wanapenda sana video za ngono. Basi kwa Tammy hakuwa anajua kama swala hilo linaruka kwenda mbali zaidi. Alifikiri ni pale tu. Sasa alichofanya yeye ilikuwa ni kuwaridhisha watu wale ili apate tu kuwa salama, na mara baada ya kuona amewekewa kitu mwilini wake kinachomtesa kama maumivu makali, hakuwa na namna, ndio maana alifanya vile. Sasa jinsi ilivyokuwa inaangaliwa, na ilikuwa ni idadi kubwa sana ya watu kwenye mtandao wa kijamii ambao walikuwa wanaangalia, na wingi wa watu ndio ambao walikuwa unaamua pesa iingie kiasi gani. Sasa pesa ilikuwa inaingia kwenye akaunti ya Mr. Patrick, jambo ambalo hakuwa anajua kabisa muhusika mkuu, yani ndugu yetu Tammy. Bwana, tunaacha pale. Ndugu yetu amechezeshwa video ya ngono. Leo ameingia kwenye mtumbwi wa vibwengo. Sasa ni upande wa pili. Tunamwona Barbara ambaye alikuwa zake nyumbani. Muda wote huu alikuwa anatazama simu yake ambayo aliunganishwa na simu ya Angel muda ule ili apate kujua ukweli. Dakika kadhaa mbele aliwasili Teddy na akapata kumwona mwenzake akiwa sebuleni.
Haya, vipi huko? Kuna ulichopata? Aliuliza Teddy akiwa anamtazama mwenzake. Nimeweka tu GPS instrument kwenye simu yake, ni yake, mawasiliano yake, nijue anachofanya. Yaani mimi bado nina mashaka naye mwanamke ujui, alisema Barbara akiwa anaitazama simu yake huku akiwa na wasiwasi juu ya mwenzake ambaye alikuwa onekani. Hata kwa upande wangu pia sikuridhishwa na kile ambacho nimeelezwa pale hotelini. Yaani nitafuatilia kwa muda wangu ili nijue kama kuna ukweli, aliongea Teddy, na wakapeana moyo kwenye kile ambacho walikuwa wamepeleleza. Sasa ni ndani ya boti ya mtu binafsi. Tunamwona Pamela ambaye alikuwa akinywa na kula bila wasiwasi. Aliamini mahali pale hawezi kusumbuliwa na mtu yote. Aliwasha laptop yake muda huu akiwa na nguo nyepesi hivi, huku mkono mmoja ukiwa na glasi ndefu ya wine akishushia. Kumbuka ameondoka hotelini baada ya kujua kwamba wanatafutwa, na ameamua kukodisha hii ambayo ni boti ili aweze kukaa mwenyewe, relax mwenyewe, enjoy akiwa naamini yuko salama. Basi akawasha data, akafungua baadhi ya mambo yake ambayo yanamuingizia pesa, na muda mfupi alipata kuona taarifa fupi kutoka kwenye application moja hapo ambayo alipata kujiunga na yeye kuwa kama mwanachama. Alipofungua alipata kuona kuna video mpya ambayo imetumwa, tena ina watu zaidi ya 800 wameitazama ndani ya masaa mawili tu toka iliporushwa. Alifungua haraka kuangalia, alijikuta anadondosha glasi yake chini, na glasi ile ilipasuka. Hakuamini macho yake kumuona Tami akiwa chini amekaliwa na kahaba maarufu katika channel hiyo, akiwa anakata nyonga kweli wakati wakitoa sauti za mahaba fulani hivi. Moyo ulimwenda mbio Pamela. Ilikuwa ni baada ya kushuhudia jambo hili ambalo hakutegemea kabisa kama atamwona mwanaume huyu kwenye sakata hilo la video za ngono. Alishikwa na hasira za wivu baada ya kuona vile, na akasahau kile ambacho Tami amekifanya kule nyumbani kwake cha kuomba pesa. Yeye akaona tu kwa nini ameenda kulala na mwanamke mwingine. Basi alinyanyua simu haraka akampigia mtu na simu ilipokelewa. Yes madam, ilikuwa ni sauti ya kiume. Sikia, nenda kwenye ile jengo la Poni kule, kuna mtu anarekodiwa leo, naomba umfuatilie, akitoka tujue wapi ambapo anaishi. Amesharekodiwa tayari. Sawa madam, nimekuelewa. Yaani nikikata simu tu nenda, kuna muda wa kupoteza, aliongea kwa kweli Pamela na kuamua kukata simu. Na kwa jinsi alivyokuwa na kinyongo na Tami, kwanza hapa na wivu, mwanamke amepewaje style zile kila mtu ameona. Basi alipiga macho kwenye laptop yake akashuhudia Tami akiwa anamgeuza yule malaya waendelee kufanya ufuska. Hakuweza kuvumilia upumbavu huu, aliamua kuzima kabisa na akatoka nje ya boti kutazama mawimbi ya bahari ambavyo yalikuwa yanavuma, apate tu kusahau kile ambacho amekiona. Sasa kwa Mr. Patrick ilikuwa ni furaha kubwa sana mara baada ya kuingiza pesa nyingi sana kupitia wale wazungu ambao walikuwa wanahitaji huduma ya kuangalia porn yani live. Sasa hii ilikuwa ni kama kazi yake ambayo anaitegemea akishirikiana na mke wake. Mr. Patrick alipata tenda hiyo na kuamua kumtumia Tami katika kuwaridhisha wazungu, naye akapokea dola nyingi sana. Hakuishia hapo. Hata kwenye ule mtandao wa siri ambao unatazamwa na watu wengi hata wa nje ulimsaidia sana na akavuna mkonja mrefu kweli. Furaha hiyo iliamua kuja kwake, na aliamua sasa kumpigia mwanamke wake kwa ajili ya kumwelekeza. Muda huu sasa Angel alikuwa zake kazini akiwa anamhudumia mwanadada mmoja. Simu yake ilipoita na kuona ni mumewe ambaye alikuwa anapiga, akaomba kupokea simu nje apate kuongea na mume wake kwa sababu anajua yeye na mume wake dili zao zote ni za hatari. Haya nipe report huko, alihoji Angel akiwa makini. I say, huku ni harufu ya dola tu zinanukia. Hapa nimeshaingiza kile kiasi ambacho nilitegemea kuingiza na zaidi, tena kwa masaa kadhaa tu. Hakika nikupe hongera sana kwa kumpata yule kijana, maana yuko vizuri. Ametumia takriban dakika 74 kuhimili mshindo. Yaani amefanya video iwe ndefu, ndio hicho kitu ambacho wote tunakihitaji, aliongea Mr. Patrick, na wote walifurahi sana baada ya kuona kazi yao imetimia. Sasa mazungumzo hayo aliweza kuyasikia Barbara pamoja na Teddy. Kumbuka alimwekea kifaa ambacho kitakuwa kinawapa pia wao kujua nini kinaongelewa. Walikuwa wametulia wakisikiliza simu. Waligeuka kutazamana baada ya kusikia jambo la video. Umemfanya nini Tami? Aliuliza kwa manunguniko Barbara. Sijui nini kimemkuta ndugu yake. Teddy alimshika bega kumliwaza usijisikie vibaya. Inaonekana amemrekodi video ambayo ni mbaya, huenda ni ya ngono. Hayo maelezo yanaonyesha kwamba yule mwanamke ndio sababu, yani amemchukua Tami akaenda kufanya yao, then wamerekodi au ni vipi? Aliongea Teddy wakiwa wanaendelea kutafakari. Basi libaki kusikilizia mazungumzo ya wili hao wakipanga mikakati ya pesa ambayo walikuwa wameingiza kwa muda huo, na walikuwa wakitegemea kupata pesa nyingine nyingi zaidi. Muda huu sasa Tami aliweza kurejeshwa kwenye kile chumba na akafungiwa kabisa. Alipiga kelele kwa ajili ya kuachiwa, alipiga matusi sana baada ya kuona mbona bado hawamwachi. Alitegemea baada ya kumaliza kazi ile basi angeachiwa huru aondoke, lakini haikuwa hivyo. Chumba cha pili wale wazungu baada ya kuangalia ile mambo walipatiwa wanawake wa kuweza kuwashusha hamu zao. Na ndo style yao kufanya mapenzi, kwa hivyo lazima apate kuona jambo hilo na kisha waendelee kufanya. Mr. Patrick alimfuata yule malaya na kuweza kumlipa pesa yake.
Kiukweli huyu kaka nitajitahidi kurekodi naye tena kama mtaandada au lingine. Aliongea malaya yule kuonyesha kwamba amefurahishwa kweli kweli na huduma ambayo amefanywa na Tammy. Mr. Patrick alibaki na tabasamu baada ya kusikia hivyo. Yule malaya sasa aliondoka zake huku kelele za Tammy zikisikika kwa mbali akiwa amefungwa akiomba kufunguliwa. Sasa baada ya muda Angel alipata kuwasiliana na mume wake na kupanga kwenda wakutane ili wapate kuongozana kuelekea nyumbani kwao. Barbara na Teddy waliona ni muda sahihi wao pia kufuatilia swala hilo baada ya kusikia maongezi yao ambayo alikuwa anawasiliana. Basi walitoka haraka kumwahi Angel kule ofisini kwake kusudi wapate kumfuatilia mpaka anakoenda kukutana na mume wake. Wakijua huko ndo ambapo watajua sasa waanze wapi kumfuatilia Tammy. Sasa tunaacha pale tunakuja upande pili. Matajiri waliendelea na msako wao na katika tafuta zao walipata kubaini ushahidi wa jina la Maisara katika kumbukumbu za vitabu vya hoteli pamoja hoteli moja ambayo ilikuwa mjini. Jambo hili lilizidi kumchanganya sana na hawakujua wapi ambapo tampata, hususan huyu mwenye mke wake yani Mr. Yazid. Sasa baada ya masaa kadhaa yule kijana ambaye alitumwa na Pamela aliweza kufika kwenye jengo ambalo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya biashara za kujenga taifa, lakini ndani yake kuna vyumba ambavyo hutumika kitofauti sana hasa kwa huyu Mr. Patrick katika kutengeneza pesa. Muda huu Angel aliweza kuwasili maeneo yale akiwa na gari yake alipaki pembeni. Alishuka na kuelekea zake ndani kwa ajili ya kwenda kuonana na mumewe. Wakati kumbuka Pamela ametuma kijana, lakini kumbuka Barbara pamoja na Teddy pia wapo kwa ajili ya kuja kumwangalia. Basi Barbara alikuwa anamtazama mwanamke yule akiwa anatembea kuingia ndani. Nadhani ndio simu yenyewe hii, aliongea Barbara akiwa anamuelekeza mwenzake akiwa kwenye gari wanatazama jengo. Na walipozidi kushangaa ni pale ambapo walipata kumwona kijana mmoja anashuka kwenye gari akiwa na wasiwasi kama anapeleza jambo. Muda wote alikuwa anamtazama Angel akiwa anatembea. Akatoa simu yake akaanza kumpigia bosi wake alimtuma. Yule kuna jambo anataka kulifanya. Mbona kama yuko makini sana kumfuatilia Angel? Alishangaa sana Teddy. Hapa tuwe makini ukishangaa unaingia kichwa tu yanaweza kukukuta mambo. Aliongea Barbara naye baada ya kumwona mtu yule ambaye alikuwa kwanza kufika kwenye ile eneo. Kumbuka ni huyu ambaye ametumwa na Pamela. Ikabidi sasa Barbara ashuke kwenye gari na kuanza kupiga hatua kuelekea ndani akimwacha Teddy ndani ya gari. Basi aliingia na kwenda kwa sehemu ambako watu wanapumzika. Alikuwa anapata zake juisi na ice cream mwenyewe na akasogea hapo akaagiza juisi yake akatulia kusubiri kinachoendelea. Angel alipata kukutana na mume wake ambaye alikuwa amekaa akifanya zake mahesabu ya kile ambacho ameingiza siku ile. Alisogea pale Angel kuangalia kwenye laptop ambayo alikuwa anaitumia mume wake. Ilionekana ile video ambayo imerekodiwa ambayo ilikuwa ni ya Tammy. Angel mwenyewe alishangaa kuona jinsi video ambavyo imeangaliwa na watu wengi tena kwa muda mchache. Hata katika mahesabu ya tajiri Patrick siku hiyo yeye alipanga kuingiza milioni 400 lakini mpaka sasa hivi aliingiza milioni 512, jambo ambalo hakutegemea kabisa. Walipeana mabusu ya furaha pale kwa muda, na muda ulipofika Mr. Patrick aliingiza vijana wake wawili ili wakamfungulie Tammy kule alipowekwa. Sasa alikasirika sana kitendo ambacho alifanywa Tammy. Kwake ilikuwa ni udhalilishaji mno, lakini alipofika kwa bosi huyo walikaa na kuangaliana akionyesha kwamba hana wasiwasi kabisa. Aligeuka pembeni kushuhudia sura ambayo ilionyesha kwamba hakuna wasiwasi, yani kama sio yeye ambaye amekutana ndani ya chumba cha hoteli wakiwa wanabanjuka na likatokea la kutokea. Akaambia mwisho, wewe ndo mbabe wa jengo hili, si ndio? Hatupo hapa kwa ajili ya kurumbana, ila tuko hapa kwa ajili ya kutengeneza pesa. Kauli hii sasa bwana iliambatana na tukio la kuletwa kwa briefcase ambalo liliwekwa mezani pale na kufunguliwa. Kumbuka ni Tammy amefunguliwa, ameitwa pamoja na mtu na mke wake. Sasa wanamsifia kwa alichokifanya. Mabunda ya noti mpya kabisa, tena dola alikuwa amepambwa humu yakawa yamewekwa pale. Akasogezewa Tammy akaambia, hilo ndo jasho lako lilopambania juu ya kitanda. Sisi lengo letu limetimia na wale mabosi wakafurahi. Kwa hiyo hilo ndo jasho lako na unapaswa kuwa kimya kama akijatokea kitu. Upo huru kuanzia sasa hivi, unaweza kuondoka kurejea kwako, sisi waacha tukuache, alisema Mr. Patrick kwa kujiamini sana. Alimrudishia simu yake Tammy na kisha akamnyanyua mke wake na wakaondoka zao. Tammy alibaki anatikisa kichwa kwa kuona kwamba dhambi ambayo amefanywa ni kubwa mno. Alishusha pumzi kwanza na kisha akanyanyua simu yake na kuwasha kwa sababu ilikuwa imezimwa kutokana na kupigwa mara kwa mara. Mr. Patrick tunamwona kwamba alipata kuonekana akitoka katika jengo hilo akiwa na mke wake. Sasa Barbara aliweza kuwaona ambao walikuwa wameshikana mpaka wanatoka nje, hawana habari. Alipatwa na mashaka sana kuona huenda mwenzake yuko kwenye matatizo au atakuwa ameachwa huko ndani. Ikabidi naye aelekee huko kwa kujua kama ataweza kumpata mwenzake. Basi muda huo baada ya kujiridhisha kwamba yuko sawa, Tammy alinyanyuka na kuanza kutoka zake. Alipofika mbele alikutana uso kwa uso na Barbara ambaye alikuwa anaingia humu na wakabaki kutazamana. Tammy
Alichoka na mshangao Barbara baada ya kumwona mwenzake akiwa pale kuonyesha yuko huru. Barbara alijikuta pia anasogea kwa mwanamke huyo akakumbatiana baada ya kuonana. Vipi, uko salama kweli? Mimi mzima kabisa Barbara, ila nahitaji kurudi nyumbani kwanza nikapumzike. Basi walikubaliana na wakatoka pale. Baadaye akawa amempokea lile begi ambalo alikuwa amelishika na wakaongozana kwa ajili ya kutoka hapo ndani. Sasa bwana, yule mtu ambaye alikuwa pale nje alikuwa makini sana kuangalia, na muda mfupi alipata kumuona Tammy akiwa anatoka nje. Haraka alinyanyua simu yake na akamtumia ujumbe bosi wake kwamba amempata muhusika na ndo anajiandaa kumfuatilia ili kujua anapoishi. Sasa walipanda kwenye gari, Tammy pamoja na Barbara, huku Teddy akiwasha gari na safari ikaanza. Yule kijana alikuwa nyuma anafuatilia taratibu mpaka mwisho wa safari. Njia nzima kila mtu alikuwa kimya. Hakuna mbele anzisha mada yote ndani ya gari, na walipofika nyumbani kwao, gari iliingia na geti likafungwa. Yule kijana alipata kuona nyumba hiyo na akajua mahali ambapo wanaishi. Basi alinyanyua simu yake na kumpigia bosi wake Pamela. Wanaishi Kimara, huku kuna jumba kubwa inaonekana hapo zaidi ya 2 hivi. Alitoa taarifa hii kwa bosi ambaye alipata kufahamu. Basi hakuwa na kazi tena ya kusubiri. Aligeuza gari yake na kuondoka. Basi baada ya muda kupita sasa, walikaa sebuleni watatu hao wakajadili swala lililotokea. Wamenidhalilisha sana. Siwezi kama hili naweza, yani sina hakika kama hili nitaweza kulifumbia macho. Aliongea Tammy akionyesha kukereka mno kwa kile ambacho kimetokea. Mimi nafikiri sana kuhusu video hiyo, kama ikienea zaidi kwa wale matajiri wengine wakiona, sasa tutakuwa mwanzo wewe kufuatiliwa zaidi. Aliongea Teddy akiwa anachangia mada. Ni kweli itakuwa ni mbaya sana upande wetu. Kama wataiona basi lazima watamtafuta huyo Mr. Patrick ili awaambie ambako walinipata. Nadhani itakuwa ni njia rahisi sana wao kututafuta pia. Sasa hapa issue ilobaki na haraka ni kufanya kwa huyu Mr. Patrick. Tunatakiwa mapema sana tumchukulie mali zake kabla hajafuatwa na wenzake kuambiwa. Aliongea Barbara akiwa makini sana. Maneno yake yalieleweka kwa wenzake. Hilo sawa. Ila huyu na mke wake watalipa kwa hiki walichonifanyia kia Mungu. Yaani wameniingiza kwenye mpango wa kipumbavu sana. Alafu wao wameingiza pesa nyingi sana kwa kutumia mwili wangu. Sasa ngoja kwanza niwachizie mchezo. Yaani plani ya kwanza na wafuatilia hao watu mimi nitaitoa mwenyewe. Wacha ngapumzike kwa sababu mwili hauna nguvu, lakini hiki kisasi ninacholipa sijui itakuwaje. Aliongea Tammy baadaye akaamua kunyunyuka na kuelekeza kichumbani. Sasa walibaki hao wanawake peke yao wakiangaliana tu na kuamua kusubiri ambacho Tammy atasema. Sasa muda ulioyoma na mipango ya tajiri Patrick pamoja na mke wake ilienda kama walivyopanga. Kazi ambayo ilitengeneza na waliweka kwenye website ya video za ngono ilipata matunda mengi sana, na hii ni kutokana na umaarufu wa yule malaya ambaye alifanya mapenzi na Tammy, kuonyesha siku hiyo amekutana na mwanaume wa shoka. Hata ikafika mahali simu nyingi za wanawake wakubwa wenye uwezo ziliingia kwa Mr. Patrick akihitaji kumpata kijana huyo wapate pia kuburudishwa. Hali hii ilimfanya Mr. Patrick ajue kumbe kijana yule bado ana soko kwenye website yake. Ilibidi ampigie Tammy baada ya kuona wadau wa video hizo wanamtaka Tammy kwa ajili ya kurekodi tena. Simu ilikuwa inaita tu, muda huu ilikuwa mkononi kwa Teddy. Alielekea hadi kule chumbani kumwamsha Tammy ambaye muda huo alikuwa amelala. Nani tena huyo jamani, kati nimepumzika? Alikereka sana alipoamshwa. Namba ngine hata sijui ni nani. Alimpa simu, akapokea. Hello Tammy, habari za jioni bwana. Sauti ya Patrick ilisikika. Tammy alitambua huyu ndo mbaya yake ambaye amemdhalilisha. Hakuweza kusema neno lolote. Alikuwa tu anavuta pumzi mwenyewe akiwa na hasira kweli kweli. Si kidogo, alikuwa na hasira sana. Akaambia, sikia, kuna dili lingine hapa tunatakiwa kupiga pesa, na safari hii tunagawana pasu kwa pasu faida. Wewe ni mpumbavu kumbe. Hivi wewe umeniona mimi ni michezo ya video za ngono, si ndio? Yaani ulishanikosea, umenikatili kunifanyisha kitu ambacho unataka. Yaani umening'ang'aniza, umepata pesa zako. Alafu sasa unataka kuniambiaje? Wewe ulinibana, uliniwekea vitu vyako nikashindwa kujitetea. Unafikiri kama mimi nilikuwa nataka? Mimi sihitaji upumbavu wako. Yaani uko nenda kafanye mwenyewe na mke wako. Muuzane huko mpate pesa. Wewe ni mjinga Basi aliongea kwa hasira sana. Na hatimaye alikata simu na kuitupa. Teddy alibaki kusikiza ile matusi pale ambayo alikuwa anaporomeshwa tajiri. Akasema, hivi kuna watu kumbe hawana akili Yaani leo mapema tu amekuachia na anajua alichokufanyia ni kosa, sasa hivi anapiga tena simu eti anataka amfanye ule ujinga. Aliongea Teddy akiwa anatazamana na Tammy. Basi baadaye aliingia Barbara ambaye alisikia makelele. Alipouliza alielekezwa kuhusu aliambiwa. Alishangaa kuona ujinga huo ambao umeongelewa na huyu tajiri. Sasa wakiwa kwenye hali hiyo, simu ya Tammy ilisikika kuingia ujumbe. Alinyosha mkono wake na kuchukua simu yake akamrudishia Barbara ili asome kwa sababu hakuwa na hamu tena hata kufanya lolote. Barbara aliifungua na kusoma. Ile nguvu nilokuwekea bado ipo mwilini mwako. Kwa hiyo usione kwamba ndio umeondoka kwenye mikono yangu. Mimi sikuwahi kukimbiwa na mtu ambaye nimefanya naye kazi. Wacha nikukumbushe tu maumivu yake kidogo na umeyasahau.
alisoma Barbara message hiyo na wote walibaki kushangaa. Yeye pamoja na Teddy waligeuka kumtazama Tammy pale kitandani. Ghafla alianza kusikia maumivu makali sana mwilini mwake hadi akashindwa kukaa. Alidondoka kutoka pale kitandani na kuanza kugalagala chini, hali ambayo ilimwacha mdomo wazi. Na wenzake pia walikuwa sambamba kushangaa. Haraka walimsogelea pale chini kumwangalia kwa sababu jambo hilo kwao lilikuwa ni geni na hawakuelewa ni namna gani wanaweza kumsaidia. Walibaki njia panda, walikuwa hawaelewi hata inakuaje ama ni vipi basi wanaweza kumsaidia ndugu yao. Basi dakika kadhaa mbele alirudi katika hali yake ya kawaida. Haraka Barbara akaleta maji apate kunywa mwenzao kwa sababu yani hawakuwa wanajua hata ni huduma ipi nyingine wanaweza kumpatia. Huyo jamani mshenzi, yani ameniwekea sijui nini tangu aliponichukua. Hata nilipotaka kukataa kipindi kile waliniadhibu hivi ndio maana nilikubali. Hivi ameniacha. Mimi nikajua nimeepukana naye, kumbe bado jamani yeye bado yani ina maana bado ataendelea kunitumia jamani fala jamani. Aliongea Tammy akiwa analalamika sana. Jamani unajua huu ni ujinga sio kufumilia hata kidogo. Tunapaswa kufuatilia hili. Yani hata tujue tunafanyaje. Aliongea Teddy ambaye chukizwa pia kwa kitendo ambacho kinaendelea. Basi baadaye wakakubaliana kweli kwamba wanatakiwa kulifanyia kazi hilo swala. Sasa jioni hawakutaka kulaza damu. Walianza safari kuelekea kwenye ofisi za Angel kwa ajili ya kumwangalia. Na hata walipofika Teddy ndiye ambaye aliweza kuingia ndani na akapata kuuliza, lakini kwa bahati Angel hakuwepo. Alitoka na akawa amerejea zake kwenye gari, akaeleza wenzake kwamba yupo. Safari sasa ikaanza kuelekea nyumbani kabisa kwa tajiri huyo. Lengo ni kutaka kutatua kwanza tatizo la Tammy kwa kile ambacho inasadikika kipo ndani ya mwili wake. Sasa ni muda huu tunamwona Pamela akiwa pamoja na kundi la wanaume 7 kwenye gari. Walikuwa wanawasili karibu na nyumba ya Tammy. Hii ilikuwa ni baada ya kulitoa taarifa kwamba hapa ndipo ambapo anaishi. Walifika pale wakiwa wanategemea kwa muda huu basi mhusika atakuwa ndani. Hawakutaka kuleta vurugu mpaka majirani wasikie, kwa hivyo waliamua tu kutumia busara ili wapate kuingia ndani. Sasa walisogea hadi pale mlangoni ambapo walikuwa vijana wawili pamoja na Pamela mwenyewe ambaye ndo aligonga geti na kufunguliwa na mlinzi ambaye alipata kuongea naye baada ya kujitambulisha kwamba yeye ni ndugu wa Tammy. Kwa hiyo unakuja bila taarifa usiku huu na unasema kwamba ndugu yako, na maana hajakwambia kwamba leo hayupo. Ni swali ambalo Pamela aliulizwa ashindwe kujibu kitu gani. Kwa jinsi ambavyo alikuwa anamchukia Tammy kwa sasa hakutaka hata kusikiliza mtu. Alitambua vyema mlinzi huyo anatetea kazi yake asipate kuingia mtu ndani. Basi akawaamuru vijana wake wamvamie mlinzi yule, akianza kumpa kipondo na wengine waliingia ndani moja kwa moja. Nyumba ilikuwa imetulia kimya kabisa na hakukuonyesha dalili yoyote ya mtikisiko wa aina yote. Pamela alianza kuamuru vijana wake wapekue kila sehemu na alikuwa akiamini kwamba pesa zote ambazo zimechukuliwa labda zimewekwa ndani. Zoezi hili lilifanyika takriban saa zima bila mafanikio yote. Zaidi ya saa zima ilipita na sasa hivi hakukuwa na pesa kama ambavyo alifikiri. Pamela alikuwa pale sebuleni amekaa kabisa kama kwake, alitazama huku na kule, akapata kuona picha za Tammy akionyesha kwamba alikuwa anatabasamu. Lakini kuna picha moja ambayo ilimchanganya mara baada ya kuisogelea vyema. Picha hii ilikuwa ni ya Barbara akionyesha kwa tabasamu akiwa amevalia jinsi ambayo ilimbana vizuri sana. Jezi ya timu ya mpira wakati alikuwa ameegamia gari lake kwa pale mbele. Alishangazwa sana kuona mwanamke huyu picha yake iko pale tena ndani ya nyumba ya Tammy. Alikumbuka siku ya kwanza kukutana na Barbara alikuwa akiongea masuala ya madili makubwa sana, ndo akamsogelea na kumwomba msaidie. Na kweli zoezi hili alilifanya vyema sana na alimfikiria Tammy kwa kile ambacho alikifanya. Ni wazi kwamba hawa watu walikuwa wanajuana. Akapata kujua kwamba kumbe hawa watu ni wamoja. Ina maana hawa watu wanajuana. Sijekuwa nimechezewa huu mchezo hapa, maana hawa watu mbona mimi Barbara namtegemea kwenye vitu vyangu sana. Alikuwa anafikiria Pamela baada ya kurejea kujiridhisha kwamba Tammy na mwenzake Barbara huenda wanafahamiana. Sasa alichoka sana na alipokuwa anahisi kwamba ni hivyo alikuwa anachoka zaidi. Baadaye aliamka pale kwenye sofa akaendelea kutafakari. Muda mfupi vijana wake walirejea na kufanya upekuzi wa nyumba nzima. Ilikuwa ni mara baada ya kuwa wamekagua kila mahali na hawakupata chochote. Hawakuwa na ziada, waliamua kuondoka na mlinzi wa geti ili asipate muda wa kuwasiliana na bosi wake kwa julisha kilichotokea. Baadaye walimwacha mmoja ili apite awe macho na awe akae pale kwa ajili watakaporejea basi aweze kutoa taarifa. Sasa ni baada ya muda kupita ambapo waliweza kufika kwenye nyumba husika. Walizama ndani ya gari na mpaka wakapaki sehemu ambayo ilikuwa karibu na nyumba hiyo na wakazima kila kitu kukaa kimya. Haya jamani, tunaingiaje sasa? Alikuwa ni Teddy akiwa pamoja na mwenzake wapo kwenye jumba la kijana Patrick. Bonge moja la jumba. Mimi naamini ndani hakuna watu. Kusema kuna watu wengine sidhani.
Alafu vijana wote wale wanakuwa na mabodyguard. Mimi najua watakuwa nyumbani kwao. Kwa sasa hivi huu ndio muda mwafaka si kufanya kitu. Aliongea Tammy akiungwa mkono na Teddy. Basi walitazamana na baadaye wakamtazama mwanaume ambaye alikuwa anaangalia lile jengo. Hawa leo hatuwezi kufanya kitu hapa kwao. Kuna njia ya kuadhibu hawa viumbe na si hapa kwao. Nimekaa nikafikiria sana, tukisema tuanzishe vurugu hapa kwenye mji wa watu, una matajiri sana. Sidhani kama tutakuwa na usalama hapa, yani sijui tutatokaje. Yani zikishasikia kelele tu sijui itakuwaje. Aliongea Barbara, wewe usiniambie kama unataka turudi tu wakati tumefika mpaka hapa. Tammy aliongea, sikuwa nimefikiria hivyo na sikuwa nimefikiria hilo awali ambalo unadhania muda huu. Kama wao walipanga mkakati kabambe wa kukuteka wewe na kukupa makusudi mwili wa Angel uchezee wakafanikiwa, kwa nini sisi tusitumie njia nzuri pia kuwapata? Hapa naona tuingie ndani zaidi. Huu mchezo tunaucheza mimi pamoja na Teddy. Wewe tulia kwanza. Ule muda ukifika utamaliza mchezo. Teddy na Mr. Patrick ni mali yako ndani ya siku hizi 2. Kesho na siku ambayo inafuata mimi nitadili na Angel. Nina uhakika mkubwa kwamba huyu kesho tunamweka mkono mwetu. Sasa hapo ndio utajua wewe Tammy nini cha kumfanya. Alisema Barbara, akatoa wazo lake wakigawana majukumu kwamba Teddy ahakikisha anampata Mr. Patrick na yeye atahakikisha anadili na Angel, lakini Tammy atajua afanye kitu gani. Jambo hili sasa liliwahamasisha wenzake waamini kweli, hawakufikiria zaidi ya kuamua kuja tu hapo usiku. Kesho unajua hata mimi kile ambacho nitakifanya, aliongea Tammy. Hakutaka kusema fikra zake kwa Angel. Basi baadaye wakakubaliana swala hili na hakuwa na sababu ya kuendelea kubaki pale tena. Taa za gari ziliwashwa na kuanza kurejea makwao. Sasa usiku huu Mr. Patrick alipata kupigiwa simu nyingi sana kutoka kwa wadau pamoja na wafanyabiashara wengine, lakini hawakuweza kuongea na watu wote wale. Walibahatika kupokea baadhi ya simu na mojawapo ilitoka kwa Mr. Yazid ambaye alipokelewa moja kwa moja na Mr. Patrick. Basi alianza kumuuliza kila kitu kuhusu kuibiwa nyumbani kwake na vitu ambavyo vimetokea. Unajua ile porn video nimeiona na yule mwanaume ambaye alikuwa akifanya vile ndio mhusika wao yote anaitwa Tammy. Yani huyo ni mwizi, ni jambazi. Yani ni jambazi mkubwa, amewaliza matajiri wengi sana nikiwa mimi. Sasa dhumuni la kukupigia ni kwa naomba kama unapofahamu unapoishi, naomba nieleze ni wapi nikamalizane naye. Amenirudisha nyuma sana kia Mungu kimaendeleo. Aliongea kwa kirefu tajiri huyu, taarifa ambayo ilimshtua sana Mr. Patrick baada ya kuelezwa mazito ya kijana ambaye alimtuma kwenye kushuti video za porn. Kwa kuwa ni usiku wa kutaka maongezi mengi, aliamua tu kukata simu, lakini tangu hapo alianza kumfikiria Tammy. Sasa muda mfupi ulifika, Angel akiwa kwenye vazi la kulalia. Haya vipi, kuna mpya gani au ndo hao wadau wa video? Aliuliza Angel. Naona kuna habari mpya hapa nimepata kutoka kwa mtu. Inasemekana yule mwanaume ambaye tulimtumia siku ile ni mwizi mzoefu hafai na tayari ameshaibia matajiri zaidi ya 3 wanamtafuta. Aliongea Mr. Patrick, moyo wake ukiwa bado njia panda juu ya taarifa hiyo. Mwizi? Mbona hafanani kabisa na Yusufa? Na mwizi anawezaje kulipia huduma ya message jamani? Yani ya message kwa pesa nyingi hivi jamani. Siku nyingine huwa analipia, amewahi kulipia chumba cha gharama sana kwa ajili ya kupata huduma hiyo na ilikuwa ya kawaida tu, aliosha tu miguu hafu. Yani mbona kama anashangaa? Alieleza Angel. Akionekana anashangaa sana taarifa ya kwamba eti Tammy alikuwa ni mwizi. Unajua uwezi jua mke wangu, labda ndo njia yake kukaa na watu karibu na sisi apate kushambulia. Alisema Mr. Patrick na kumwacha mke wake kwenye wakati mgumu sana kufikiria hilo jambo ambalo hakuliweza kulikubali kabisa kwa wakati ule. Sasa ikabidi uchukue tahadhari juu ya swala hilo baada ya kupewa tahadhari juu ya Tammy. Sasa upande wa pili, baada ya safari ndefu waliweza kufika nyumbani. Walisimama getini na kupiga honi mara kadhaa wapate kufunguliwa, lakini haikuwa hivyo. Ikabidi Tammy ashuke kuelekea ndani kwa sababu haikuwa kawaida kuchelewa kwa mlinzi wa geti kufungua. Alishangaa kuona mlango uko wazi na hata eneo ambalo mlinzi anakaa hayupo. Ikabidi sasa aingie ndani kuangalia, huenda alikuwa ndani ya nyumba. Hali ile ilifanya mpaka Barbara kwenda kufungua geti na mwenzake akaingiza gari ndani. Na hali hii iliwaacha kwenye sintofahamu baada ya kuzunguka nyumba nzima na kutambua kuna mtu. Hivi anawezaje kutoka na kuacha mlango wazi? Na hana kawaida ya kutoka. Alisema kutoka kuna shida. Sio sawa kabisa, kuna tatizo. Walibaki wakiwa na tafakari juu ya kutokupatikana kwa mlinzi ambaye alimwacha hapo ndani. Basi taratibu akaanza kuingiwa na mashaka sana kwenye moyo wao na kuhisi kwamba kuna jambo baya labda limemkuta. Haraka Tammy alitoka na kuangalia mazingira ya eneo hilo. Kwa mbali alipata kuona gari ikiwa imepaki pembeni. Alipata wasiwasi juu ya ile gari, akarudi tena ndani mkuku. Bwana, huenda tunafuatiliwa. Nimeona kuna gari kule nje. Nadhani ilikuwepo muda mrefu sana. Aliongea akiwa na hofu. Basi haraka kaingia ndani na kuchukua vitu vyake vya muhimu sana. Hata wenzake nao waliingia na kuanza kuchukua vitu vyao. Lengo lilikuwa ni kuondoka haraka sana waepuke jambo baya ambalo walikuwa wanalitaraji.
Basi kila mtu alipohakikisha kwamba amechukua kinachomfaa, walitoka haraka na kuingia kwenye gari wakawasha. Ghafla geti lilifunguliwa na watu 4 ambao walipata kuingia ndani wakiwa wameshika bastora. Haraka walisogea kwenye gari na wakawaweka chini ya ulinzi. Hawakuamini kuona wamekamatika kirahisi namna hii, tena wote watatu. Hawakuwa na ujanja kwenye silaha ya moto kutoka silaha ya moto jamani, sio kufanyia masiara Basi waliambiwa kutoka na walishuka mmoja mmoja huku mikono ikiwa juu. Muda huu Pamela alipata kuingia ndani ya nyumba hiyo na akasogea pale walipo akiwa mwenye tabasamu lenye machungu ndani yake. Akamwambia, "Wow, Tammy, nimekumisi sana jambazi wangu." Aliongea kwa kibehi, Pamela akiwa na hasira sana dhidi ya Tammy. Mwanaume hakuamini kabisa kama Pamela ndio ambaye amefanya ambush hii ya kushtukiza. Alipeleka macho yake pembeni kumtazama Barbara ambaye alikuwa ameinamisha kichwa chini. "Kukuona wewe hapa, nimeamini ulikuwa upande wangu kwa makusudi kabisa mkamilisha jambo lenu. Nina mengi sana nahitaji kujua kutoka kwenu, lakini leo sina muda. Wakamateni, mwafunge sehemu kwanza." Alitoa amri Pamela kwa vijana wake 4 ambao walikuwa wameshika bastora kwa makini. Wawili hao waliosogelea pale walipo na wakaanza kufunga kamba mikononi. "Hakuna haja ya kukamata hivyo Pamela. Kwa nini tukamata hivi sasa jamani?" Tammy bila kuonyesha uoga aliongea akiwa anaongea na Pamela. Alimtazama kwa maana alikuwa na hasira naye baada ya kuona amemchezea mwili wake vile anavyotaka. Kumbe alikuwa ni mwizi tu. Alijikuta anasogea pale na akamwasha kofi moja zito ambalo lilimfanya Tammy apepesuke na kutaka kuyumba. Alishika tu shavu lake. "Tena naomba usiongee lolote wewe mbwa. Yaani hapa nimekufuata wewe tu. Umeniharibia kila kitu Tammy. Sio ndoa yangu, sio biashara zangu, sio watu wangu. Yaani karibu kila kitu nimepoteza, unajua? Ndio maana nimekwambia hakuna haja kunikamata hivi wala kutukamata sisi wote. Najua unataka vitu vyako na unadhani kwamba mimi nimekugeuka, lakini unahitaji tuongee mimi na wewe nikueleze kila kitu tafadhali. Naomba tukae tuongee kwa amani, wewe ndio ukanielewa, na hata kama hutanielewa basi sitakuwa na la kukuambia. Utaamua kuchukua uamuzi ambao unataka." Aliongea Tammy kwa umakini sana akiwa anamtazama Pamela usoni, ambaye alionekana wazi amepandisha hasira. Huyu Tammy anataka kumdanganya nini tena? Basi maneno yale yalisikika. Pamela alimtazama sana Tammy ambaye alionekana kutokuwa na hofu kabisa wala kuonyesha woga. Alikubali kumsikiliza na Tammy alitaka wenzake wawepo kwenye mazungumzo yale. Ikabidi sasa waingie ndani wote 4, huku wale vijana ambao walikuja na Pamela wakiwa nje na silaha zao wanasubiri maongezi yao yaishe wapate kufanya kile ambacho aliagiza na Pamela. Sasa tunatoka pale tunakuja upande wa pili ambapo ni usiku huu ndani ya uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Abiria walipata kuonekana kushuka kutoka kwenye ndege. Kila alishuka alionyesha sura ya furaha na kushukuru Mungu amefika kwa salama. Watu wawili ambao walivalia suti nyeusi walishuka akiwa na muongoza baba mmoja ambaye alikuwa anatembea kwa kujiamini sana. Walifika hadi nje na kupata kuona gari moja ambalo lilikuwa lina hadhi, lilikuwa linawasubiri. Basi walipokelewa mizigo yao na kuweza kuingia ndani ya gari na safari ikaanza kutoka kwenye uwanja huo. Sasa ni akina nani msikilizaji? Endelea kunisikiliza. Upande wa pili tunamuona Pamela ambaye alikuwa chini ya ulinzi na kuanza kuelezwa yote ambayo Tammy alikuwa akiyafanya na hakuweza kuficha kitu. Hata huyu ambaye namuona hapa ni mke wa tajiri Mr. Alphonse na alielewa nini ambacho tunafanya, na labda tu nikueleze tu sababu sisi kwa nini tunafanya. Aliongea Tammy na kumgeukia Barbara ambaye alikuwa anamtazama Tammy na kusikitika hivi, baadaye akamruhusu zungumze. Tammy aligeuka na kumtazama Pamela pamoja na Teddy ambao walikaa karibu, huku Barbara akinyanyuka kuelekea chumbani. "Lengo la kuiba pesa za wanaume zenu ni kwa ajili ya kuwaweka nyinyi kwenye usalama. Kama hamjui tu, mpo kwenye ndoa za matajiri hao ambao wana kesi kubwa sana serikalini. Hao ni wauzaji madawa ya kulevya maarufu sana hapa nchini. Chimbuko la mali zao ni hizi biashara za madawa ambayo mpaka sasa wanafanya kwa siri, lakini wanajificha kwenye miradi mingine isijulikane, na sasa wanaendelea kupelelezwa. Ikifika siku ya kukamatwa, tambueni kwamba hata nyewe kizao hamtasalimika, na ni bora tuwaondoe mapema kwao ili wasahau kuhusu nyinyi. Halafu askari watakapokuja kuchukua hatua watawakamata peke yao." Aliongea Tammy akiwa anawatazama wanawake hao ambao hawakuwa wanajua lolote. Hata Teddy ambaye alikuwa yupo hapo siku kadhaa ndo anasikia leo. "Ina maana mume wangu alikuwa ni drug dealer?" aliuliza Teddy akiwa amekodoa macho baada ya taarifa hiyo. Tammy alitikisa kichwa kumjibu kwa muda huo, na Barbara akawa amerejea akiwa ana mafaili mawili. Alimpatia Teddy faili moja na Pamela akapewa lake. Kila mmoja alianza kufungua faili lake na kushuhudia taarifa ambazo zinahusu waume zao kwa kesi mbalimbali. Walidiriki hata kumwaga damu za watu, hususan askari kadhaa ambao walikuwa wanafuatilia biashara zao, na kila mmoja alikuwa hajui kazi ya mwenzake na hata wao walikuwa hawajuani.
Ndio maana tumetumia njia hii ngumu. Tulitaka kuwateka nyie kimapenzi tu. Laiti tungekuja kama kwa maneno tu kuwaambia mwakimbie waume zenu, mngeuliza sana maswali na labda ingeharibu mapema kazi zetu na ingefanyika hivyo bila mafanikio, alisema Tammy akizidi kuwadadavulia mambo ambayo yamejificha. Basi Teddy alimtazama Barbara ambaye muda wote alikuwa kwenye mambo fulani, lakini hakuweza kumwambia chochote. Yani alibaki tu anamshangaa. Wewe umejuaje hayo? Kwani wewe ni polisi au ni nani? Aliuliza Pamela akiwa anamtazama Tammy. Hapana, mimi sio polisi, ila alitopa kazi hii ni mpelelezi mkubwa tu, na hata waume zenu wanamjua, anaitwa Mr. Chi. Waliwahi kudhamiria kumuua, na kweli walipomkamata walimfunga na kwenda kumtupa baharini wakijua kwamba amemua, lakini aliokolewa na wavuvi na akaamua kuondoka kabisa nchini kwenda kuanza maisha mapya huko nje nchi. Sasa anarudi akiwa na ushahidi wa kutosha ili hao matajiri ambao wamepata mali zao kwa njia ya haramu wapate kupelekwa sehemu ambao wanastahili kukaa. Kwa hiyo mimi niwaombe tu samahani kwa kile ambacho niliwafanya, na sikuwa na mapenzi ya kiukweli jamani, lakini nilikuwa tu kazini. Aliongea vizuri sana Tammy na kila kitu sasa alikianika hadharani. Basi walibaki kushusha pumzi kuona hili swala lina uzito wake baada ya kusimuliwa. Waligeuka na kutazamana wanawake hao na kila mtu alikuwa elewi sasa sema nini. Sasa tunaambia panapo shida ndipo ambapo watu wanafahamiana kwa undani. Hiki ndicho ambacho kilitokea kwa matajiri hawa watatu baada ya kila mmoja kufunguka biashara zake kubwa na ukubwa wa mali ambazo wanamiliki. Walijikuta sasa wanacheka sana kwa furaha baada ya kufahamiana kwamba wote wanafanya biashara moja haramu, tena kwa siri. Huu ni upande wa pili. Wako wale matajiri watatu wenyewe wanaenjoy kweli mazungumzo. Sasa angalau tumeanza kupata mwanga wa kwa nini hao walikuwa wanawaibia hawa matajiri. Jamani, sisi ni watu wakubwa sana. Hakuna hata mtu wa kutuzuia kwa sasa, kwa sababu kwangu mimi nimejizatiti kwa maaskari wote mjini hapa najulikana. Hata mzigo nikiagiza pale airport tunapita tu tena kwa urahisi tu. Yaani hata kama sitotaka kufuata mwenyewe huko uliko, naweza taka niletea polisi. Hebu tu focus kwenye kazi zetu jamani. Na kama pesa tumepoteza nyingi mno, kwa hiyo tukisema kila siku tuanze kuwafuatilia hao wapumbavu, tutajikuta tunapoteza mara mbili. Tuna kazi nyingi ujue za kufanya. Sasa tunaendelea kupoteza kila siku pesa bila mafanikio. Hebu tuachane na hilo. Alitoa ushauri Mr. Yazid baada ya kuona sasa uwezekano wa kumpata mke wake Maisara muda ule haupo, lakini wanazidi kupoteza pesa kwa ajili ya hizo kesi. Ni kweli unachosema bwana. Unajua ni swala la kumfuatia huyu mpuuzi tu kuhakikisha sijui na nini. Tuachane nalo bwana. Kama watarudi warudi tu. Lakini sasa mimi nafikiri tuende na biashara. Ila tu tusiache kufuatilia kwa umbali, tupige tu kazi jamani. Na sasa hivi mzigo umekuwa adimu sana nchini, unajua. Watu wanatafuta kwa hudi na uvumba. Alisema Mr. Alphonse akimshika bega Mr. Robin ambaye aliunga mkono jambo hilo. Waligonga glass na kuendelea kunywa pombe wakipeana moyo, na waliamua kuendelea na kazi zao kama kawaida. Haya bwana, tumejua hao matajiri watatu kumbe wao ni watu ambao wanajishughulisha na madawa ya kulevya, kuuzaji. Kesi haramu kabisa ambao ukikutwa ni wewe na familia yako, huenda na ukoo wako wote mkakamatwa. Lakini utetezi wa Tammy unasema kwamba aliwaingilia wale wanawake wote kwa lengo la kuokoa, na ndio maana aliwashawishi akawalala mwenyewe, amesha date nao, kawapa sex tamu kweli kweli, lakini anasema alikuwa kazini. Wewe unasemaje msikilizaji? Au bora na ukasome mambo hayo ya upelelezi? Si ni upelelezi au ni nini? Kuna mtu naona hapa anaona wivu, anatamani kama kazi yenyewe ndo kama hii ya Tammy, bora na yeye basi aanze kufanya. Anyways, tutatoka pale kwa matajiri, tumeshaambiwa rasmi nini ambacho wanakifanya, na Tammy kwa utetezi wake amesema kwa nini anafanya. Anyways, sasa ni ndani ya hoteli moja ya kifahari. Yule baba ambaye alishuka na ndege usiku huo alikuwa anapata kula na vijana wake wawili. Alikuwa na furaha sana kuona ameingia Tanzania baada ya miaka mingi sana kupita. Haya, tunaanzia wapi Mr. Chi? Aliuliza kijana mmoja akimtazama baba huyu. Alibaki akitafuna mnofu nyama. Kesho tunaanza na Mr. Robin, alisema Mr. Chi akiwa hana wasiwasi. Kumbe Mr. Chi amefika jamani. Ndio huyu ambaye alikuwa airport, huenda huyu ndo adui mkubwa wa wale matajiri watatu, lakini kumbuka huyu ni bosi wa Tammy pamoja na Barbara. Sasa huko upande mwingine ilibidi wale vijana walipe kwa ile kazi ambayo wamefanya na wakaweza kuondoka zao. Ilikuwa ni baada ya kutambua ukweli. Pamela sasa alitulia, na hapo akatulia kwanza kwa Tammy usiku huo akizidi kutafakari zaidi. Walipewa chumba kimoja na Teddy walale, huku kila mmoja akiwa mwenye mawazo juu ya zama ambayo ilikuwa inakuja kwa ajili ya wanaume zao. Unajua naona kama picha la kuigiza vile, ni siamini hadi sasa hivi. Yani kama nipo nje sio nahangaika hivi, yani akati natambulika kama ni mke wa Mr. Robin. Yani hata sielewi imekwaje. Akili yangu ifanye kazi kabisa, alisema Pamela akiwa anatazama juu ya paa hivi. Hakuna haja ya kuumiza kichwa wala kusumbua akili yangu mimi kuwaza vitu ambavyo viko wazi. Kama tayari ushaambiwa kuhusu biashara za wanaume wetu hawa, kwa nini unafikiria? Aliongea Teddy akijitahidi kusahau kabisa maisha yake na Mr. Alphonse. Sawa, lakini sio kirahisi hivyo. Unajua
najua kuwa sikuwa na mahusiano mazuri na mume wangu, lakini kuna ile roho ya ndoa haiwezi kufutika ujue. Aliongea Pamela akionyesha bado na moyo wa huruma sana kwa mume wake. Kauli hii ilimfanya Teddy anyanyuke pale anapokaa. Hebu anza sasa hivi kumsahau Mr. Robin. Na umshukuru Mungu tu kwa kuleta vijana wezi ili tupate kutoka kwenye hizo kesi ambazo zingetufikisha mahali pabaya sana. Hebu acha nyoe bebe msalaba yao bwana ya dhambi, na baada ya hapa unakwenda kuishi maisha yako mengine ukaanze upya. Sawa, nimekuelewa. Nitajitahidi. Lakini aliongea Pamela na kumfanya mwenzake arudi tena kulala. Sasa asubuhi ya siku ambayo ilifuata waliendelea na shughuli zao kama kawaida. Angel alikuwa zake ofisini akisimama akisimamia vijana wake wote ambao walikuwa wanaendelea na kazi ya kuhudumia miili ya watu kwa kuwafanyia massage. Lakini upande wa pili, biashara yao ya kutafuta wanaume wenye miili mizuri kwa ajili ile biashara ya mtandaoni ilikuwa ikiendelea. Basi muda mfupi aliwasili Teddy kwenye ofisi hiyo na aliweza kukaribishwa vizuri sana na Angel ambaye hakuwa anamfahamu. Nahitaji huduma ya massage leo iwe private, lakini aliongea Teddy. Unataka huduma wapi? Maana kuna utaratibu wa huduma kutokana na umbali wa mteja na huduma ambayo anataka. Nahitaji ni nyumbani kwangu niwe huru nikihudumiwa. Bila shaka utanihudumia, aliongea Teddy akijiweka sawa. Alikuwa ni mtu ambaye hataki papara. Kauli ile ilimfanya Angel siti kidogo kwa sababu alitafakari juu ya kazi hiyo. Alikuja kuchanganya akili pia pale alipowekewa kivunda cha pesa mezani, tena kibunda cha dola za Kimarekani. Huduma zingine pia sitapata. Alitoa mkono wake Teddy pale mezani akiziachia zile pesa ambazo ilionekana vizuri kwenye macho ya Angel. Swali hili sasa lilimfanya Angel tabasamu kutokana na wasiwasi ambao alikuwa nao baada ya kuamini mwanamke huyu kweli anataka kuhudumiwa na kweli ni mteja. Basi alipeleka mkono wake pale mezani akachukua pesa. Huduma zote utapata. Wacha niandae vifaili tuongozane wote. Naomba usitumie muda mwingi kujiandaa. Muda ni mali, aliongea Teddy na akamfanya Angel ageuke akitabasamu kuelekea kwenye chumba ambacho wanahifadhi vifaa. Basi alianza kusanya vitu vyote pale vinavyohitajika. Akakumbuka kauli mteja wake kwamba huduma nyingine pia nitapata. Kauli hii ilimfanya ashinde kuelewa huyu anataka nini. Akajua huenda mwanamke huyu labda ama yuko kwenye upande wetu ule wa jinsia moja. Lakini kwa Angel hii haikuwa shida. Yaani kwake sio shida zake. Hakuweka hofu kwenye hili swala, lakini alijiongeza tu akaamua kuchukua vifaa ambavyo wanawake wengi huwa wanatumia jamani kujiridhisha wenyewe bila kukutana na wanaume. Wenyewe mnaita sex toys Akachukua mteja mfalme bwana. Yeye maana yake kwenye saluni yake anafanya biashara zote. Kama mtataka wanaume kwa wanaume mwende. Mtaka wanawake mtajua wenyewe. Aliweka kwenye mkoba maalum na akaondoka. Waliongozana na Teddy hadi kwenye gari lake na kuanza safari kuelekea nyumbani kwa Tami. Sasa ni upande wa pili ambapo ujumbe kwenye simu ya Tami unaingia. Alikuwa pamoja na Pamela ndani. Akausoma akabaki mwenye kutabasamu. Wanakuja washtua wale watu haraka, aliongea Tami na kumfanya Pamela tabasamu. Alipewa story ya kile ambacho kilimkuta Tami hadi akajikuta anarekodi video ya ngono. Kwa hiyo alipewa kazi ya kutafuta vijana mashababi ili watekeleze jambo lao. Sasa ni upande wa pili. Barbara alikuwa na kazi moja tu, kuhakikisha anampata Mr. Patrick kwa namna yoyote ile. Alishatambua mahali ambapo tajiri huyu alikuwepo muda huu. Kulikuwa na show ya kuwatafuta wanawake wa kufanya nao kazi, kwa hivyo alijiandaa kama anaenda kwenye shindano siku hiyo, na ilikuwa ni siri sana kwa sababu kazi yake ama hii kazi ilikuwa halali kwenye taifa. Basi moja kwa moja alielekea kwenye kasino moja mjini ambapo alifika. Baada ya kupaki gari lake karibu na jengo hili, alishuka akiwa na kibegi kidogo hivi. Alianza kutembea hadi kuingia huko ndani kukiwa na ulinzi mkali sana. Basi alielekea hadi kwenye chumba kimoja ambacho alipata kuona wasichana zaidi ya 10 walikuwa wanabadilisha nguo, wakivaa nguo za kazi, nguo zenye kumtamanisha mwanaume yeyote ambaye atamwangalia. Basi Barbara alitabasamu na akasogea mahali pale, akaweka kibegi chake mwenyewe, akatoa nguo zake. Alipata kuona taratibu wanawake hao wakianza kutoka, huku kila mmoja akiwa na kamba nyembamba ambayo iliandikwa namba yake na kikadi kidogo kining'inia. Walianza kutoka huku na moja kwa moja ulielekea sehemu husika, kwa Barbara akitazama namba za kila mmoja wao na akawa amezitambua. Basi alivua nguo zake na akabaki uchi mwenyewe, akatoka kwenye begi lake na nguo ya ndani aina bikini nyekundu hivi na kuvaa. Juu alivaa bra ya rangi ya bikini ile na kisha akavaa kishati chepesi ambacho kilikuwa kinaonyesha kifua chake vizuri sana, ambavyo kinashawishi kutokana na udogo wa kifua chake kilivyokuwa. Basi alitoa kadi yake na kuweka kamba na kisha akaiandika namba 88 ambayo ilikuwa kabisa kwenye namba wa washiriki ambao wanatambulika siku hiyo. Alipohakisha amekamilisha, alitoka nje na yeye kuelekea sehemu husika. Sasa huu ulikuwa ni ukumbi mkubwa kidogo ambao ulikuwa na meza kubwa juu ya majaji watatu na hakukuwa na mtu mwingine ndani ya ukumbi huu. Mr. Patrick alikuwa mmoja wa majaji ambao walitarajia kupata mwanamke bora wa kucheza video ya ngono ili uingize pesa.
Zoezi likaanza kwa msichana wa kwanza. Alipita mbele kuonyesha manjonjo yake mwenyewe, akakatika pale, akaleta mwanaume pale na akikaweka kitanda pale ili mwanamke aonyeshe jinsi ambavyo ataanza mpaka kumshawishi mwanaume huyo. Mwanamke yule alionyesha uwezo wake mwenyewe huku majaji wakiandika marks kwa kila hatua ambayo alikuwa anafanya. Na hata alipomaliza alirejea chumbani ambako alikuwa akisubiri majibu. Msichana wa pili aliingia naye akafanya hivyo, na wengine wengi wakashiriki zaidi ya 20 wakafanya. Majaji wote wafurahi sana kuona wasichana wanajua mapenzi haswa wakiwa na wanaume. Sasa mpaka mshiriki wa mwisho katika shindano alipopatikana kwenye ile show ilikuwa inawakonga nyoyo kulikweli majaji. Yani, na baadaye walifunga kitabu cha washiriki hao wapate kuhesabu na kujua maksi nani anampa ushindi. Lakini ghafla akatokea Barbara ambaye alijipanga kulikweli kwa mavazi. Majaji wote walishangaa kumuona akiwa anatembea kusogea mbele kwa madaha kulikweli. Alianza kubinuka mwenyewe, kunyumbulika na mwili wake. Majaji walibaki wanatazama, maana hawakujua wapi ametokea mshiriki huyo. Ni kwamba ile namba ambayo anayo pengine wao hawana. Alitokea mwanaume kama ilivyo kawaida, naye alikaa pale kitandani. Barbara akaanza kumsogelea na mikogo mwenyewe mpaka akamfanya Mr. Patrick amkodolee macho kwa makini. Alimshika yule mwanaume na kuanza kumpapasa huko akipeleka kinywa chake mdomoni mwenyewe. Ilikuwa ni show ya kweli kabisa ambayo ilizidi kuwashangaza majaji. Mkuu, huyu mbona tumfahamu? Hayupo kwenye listi, aliongea jaji mmoja ambaye alikuwa anamtazama Mr. Patrick ambaye alikuwa makini sana kumwangalia Barbara. Akapeleka kidole mdomoni kumwonyesha ishara ya ukaa kimya. Ni mtoto anavyofanya. Hakika Barbara alijitoa fahamu kabisa. Ilifika muda akavua kile kishati chake, akabaki akiwa na bra tu ndani na bikini yake mwenyewe. Alimlaza yule mwanaume pale kitandani, akaanza kumfungua mkanda wake wa suruali pale. Kijana huyo alionyesha dhahiri kwamba amedhamiria kufanya vile. Yaani tena mbele ya majaji yuko tayari. Mwanaume huyu alibaki tu anatoa mpaka sauti kuonyesha amezidiwa kweli kweli. Hey, stop! Ilikuwa ni sauti ya Mr. Patrick baada ya kuona mwanamke huyu anazidi kuchimba ndani. Barbara alipeleka macho yake kwenye meza ya majaji na kuona tabasamu ambalo lilikuwa kwa Mr. Patrick. Tajiri huyu alinyanyuka na kusimama na kuanza kumpigia makofi Barbara. Sasa wenzake hawa walibaki kushusha pumzi na kuangalia, na ilikuwa baada ya show kumalizika. Ni wazi kwamba Barbara alimaliza kila kitu. Hakuwa na utani kwenye swala zima la kumdatisha mwanaume pindi akiwa kwenye mikogo yake. Na ndicho ambacho kilitokea baada ya kuwakonga nyoyo majaji wote. Hawakuweza kuhoji tena hata kwamba mbona hakuwepo kwenye list. Hawakuweza. Ikabidi sasa wasichana wote walioshiriki waache namba zao za mawasiliano wakiwa na moyo kwamba yule aliyeshinda basi atapigiwa simu. Na hii ilikuwa ni njia ya kuwatoa pale wote wakiwa kwenye kuhisi kila mmoja huenda atakuwa ni yeye. Barbara alibadilisha nguo zake na akawa kama awali. Dakika chache alikuja jaji mmoja na akasimama mbele yake huku akiwa anajichekesha. Hii hapa ni namba ya bosi, unapaswa kumpigia pindi ufikapo nyumbani kwako ili upewe maelekezo ya kazi. Na hii pia ni namba yangu, leo kama utakuwa free nahitaji kulala na wewe kama itawezekana. Aliongea mwanaume akiwa na malamba midomo hivi akiwa na anavutia kwake. Barbara alimtazama vizuri sana, akachia tabasamu na akapokea kadi zile 2 za namba ya simu. Alinyanyuka kwa ajili ya kuondoka. Akamwambia sawa, nitakufikiria. Aliongea Barbara na aliondoka zake akivuta mdomo kwa kukireka sana na maneno ya mwanaume yule. Sasa upande wa pili tunamwona Tammy ambaye alikuwa zake yuko zake chumbani mwenyewe ametulia, na baada ya kuweka nyumba katika hali ambayo ilikuwa ni tofauti na mwanzo ili Teddy apate kuaminika na Angel kwamba alikuwa anakaa pale. Basi baada ya dakika kadhaa geti lilifunguliwa na kupata kuonekana gari likiingia na kupaki sehemu yake. Alishuka Teddy na akafuatia Angel akiwa mbeba mkoba wake. Macho yake alianza kutalii uzuri wa jumba lile, na Teddy aliongoza njia kumkaribisha Angel mpaka ndani aweze kukaa. Hakuishia nje tu, hadi ndani alikuwa akiangaza macho yake huku na kule. Alipata kuona picha za Teddy zikiwa ukutani na frame kubwa kabisa lilokuwa na mapambo. Akamwambia, umejitahidi kwa kweli, nyumba yako ni nzuri, nimeipenda. Aliongea Angel akiwa na tabasamu. Asante mwae, tunajiendeleza tu hivyo hivyo wenyewe, alisema Teddy. Mbona sioni picha za shemeji jamani? Aliuliza Angel na kufanya Teddy tabasamu. Wanaume wa nini sasa hivi jamani? Mimi tulishaachana huko na wanaume wangu, kila mtu akashika mseni zake. Ndio nikajidondoliza hivi mwenyewe, sasa hivi niko mwenyewe, sina wanaume yote. Jamani, ongera yako. Ni mpaka unajenga hivi mwenyewe, umepambana jamani. Aliongea Angel na stories hapa na pale zikaendelea. Teddy alileta kinywaji, wakanywa pamoja hadi akamzoesha Angel na akajiona kama yuko sehemu salama. Okay, basi jiandae tufanye kilichotuleta, mwili wangu umechoka sana, aliongea Teddy akiwa ananyanyuka.
usijali bwana, utakuwa sawa baada ya massage, aliongea Angel akijiamini sana kwa huduma yake. Teddy alipokuwa sawa alielekeza store kwa dakika chache, akarejea pale na kigodoro kidogo hivi maalum kwa ajili ya kujipumzisha. Alitandika chini akiwa kwenye mavazi alikuwa kwenye vazi la taulo na alibaki akiwa amesimama anamtazama Angel. Unaweza kulala tu hapo, mimi nishakamisha kila kitu pia, aliongea Angel. Teddy aliachia taulo lake na akajilaza akiwa mtupu pale. Alimfanya mpaka Angel mwenyewe tabasamu kumuona mwanamke huyu. Basi akamnyunyizia mafuta mwilini pale maalum, mwenyewe akaanza kumfanyia massage na stories za hapa na pale. Muda ule sasa Pamela tunamwona alipata kupigiwa simu na kuna vijana ambao alikuwa amewaagiza waweze kufika. Tayari walikuwa wako nje wamewasili, kwa hiyo ilimlazimu kutokea kule chumbani na kupita mlango wa uani kwanza kuonana nao. Sasa Teddy alipata kusikia simu yake ikiita kwa sekunde kadhaa na ikakata. Alitambua ni moja ishara kutoka kwa wenzake kumjulisha kwamba kuna jambo la kufanya. Basi akaendelea kuminywa pale, kufanyia massage mwenyewe. Mikono ya Angel ni laini kweli kweli. Yaani mpaka akaanza kuenjoy na ile huduma ambayo anafanywa. Massage jamani ni nzuri nasemekana. Basi taratibu mikono ya Angel ikawa inaenda vile kwenye mwili wa binti na kumfanyia massage. Si ndio ambavyo nafanyika jamani. Sasa binti alikuwa anaonyesha kwamba anaenjoy sana ile massage ambayo anafanywa. Hali ile ilimfanya Angel tabasamu kuona mteja wake amefurahi na alimtafsiri kwamba ameanza kushikwa na hisia kitofauti tofauti. Yeye hakujali bwana. Akashikwa hakujali, aliendelea tu na kazi yake akimwacha Teddy aendelee kuchezewa mwili wake, na hata alipozidisha kwa kupeleka mikono yake sehemu nyingine za hatari kabisa kwa mwanamke huyu, alishindwa kuvumilia. Ikambidi Teddy ainuke kumtazama Angel ambaye alikuwa anamtazama kwenye macho ya ushawishi. Basi baadaye akamwambia mwenzake, bwana ni mabinti hao, akasema tufanye sasa sababu tushashikana hapa mwenyewe si unaona hali ilivyo, mimi nitabani. Sasa bila kupepesha macho Teddy alikuwa kwanza kumsogelea bibi Angel na kuanza kukisiana naye jamani. Si hatupo kwenye lengo baya msikilizaji, na siwezi kusoma kila kitu hapa ndani, lakini ndio hivyo ilitokea ile ambayo mnaita lesbian, I don't know. Sasa jambo liliendelea, na wakati huu sasa kumbuka binti alikuwa amebeba vifaa kabisa kwamba litakalotokea litokee huko. Akaingia kwenye mkoba wake akatoa zile toy mwenyewe na wakawa wamepeana vile vitoi kwa ajili ya kuhudumiana kama ambavyo wanasema mabinti wanajiridhisha wenyewe. Sasa huko upande wa Pamela, yeye kumbuka aliingia kuingiza wale vijana taratibu mpaka chumbani, na bila kuchelewa wakategesha kamera na kuchukua video sehemu ambayo haiwezi kuonekana kirahisi. Waliwasha na kuelekeza pale kitandani, na ikaanza kuchukua tukio lile pale kitandani ambapo hapakuwa na mtu ambaye alisogea pale, lakini wao walitengeneza tu mazingira ya kuchukua video pale bila mtu kujua. Baadaye akaelekea chumba cha pili ambako Tami alikuwa. Akamwambia sasa iko hivyo, mmoja hapa anajifanya ni mume wa Teddy, na pindi watakapokuwa pale kitandani tunaacha dakika kadhaa afu unaenda unatokea kama tia hiyo, umeelewa? Aliongea Tami na kumkabidhi kijana mmoja bastola. Akaleta ubishi, hii bastola unaikoki mwenyewe, unamtishia usimfanye kitu. Aliongea Tami na yule kijana akaelewa. Basi kila mtu alikuwa yupo kwenye ushawasha wa kuendelea kufanya ule uchafu, na hata baada ya muda Teddy alinyanyuka na Angel alikuwa amemshika mkono akaelekezao chumbani. Naona kwamba jambo kumbuka lilianzia sebuleni, lakini mipango ilikuwa ni kamera zisetiwe na kila kitu kiendelee ili tukio lile lirekodiwe. Kumbuka Teddy yupo kazini, lakini Angel mwenzake anajua kweli na yeye yupo kwenye kazi yake. Mchezoni Teddy anafanya kazi ili wapate video ya binti, lakini binti anafanya huduma akiwa anaamini pia anatakiwa kufanya hivyo. Jamani, watu wa sehemu za massage mnatutisha wenzenu, mnafanya mpaka huduma hizi. Sasa alimshika mkono ili waelekee chumbani, na huko wakaendeleza ushenzi wao bila hofu jamani. Kila mmoja akaonekana anafurahia kile kinachofanyika. Basi dakika 10 mbele mlango ulifunguliwa na akatokea yule kijana ambaye alipangwa. Walishtuka pale kitandani, walikuwa uchi wa mnyama. Kila mtu alionyesha na hofu. Mungu wangu, mke wangu, uchifu gani huu unafanya? Huyu ni nani? Alionyesha sura ya kustaajabu na hasira zilimkamata vema sana. Angel kusikia vile moyo ulimlipuka. Kumbuka ameambiwa kwamba binti hana mume, anakaa peke yake. Yule ambaye amekuja kufumania ni nani? Akageuka kumtazama Teddy ambaye alikuwa anatetemeka kweli, anaonyesha uoga. Akamwambia nisamee mume wangu, naomba nisamee mume wangu, alisema mwenyewe akiwa anatetemeka. Teddy mikono yake alikuwa
amebananisha hivi kwa ajili ya kuomba msamaha. Hapana, kwa kweli, yani umefikia kufanya mapenzi na mwanamke mwenzako? Hapana, huu ni ufala, mimi siwezi kuvumilia, hebu nyanyuka haraka, nyanyuka hapa. Aliongea kwa hasira yule kijana na kumfanya Teddy ashuke pale kitandani akimsogelea kwa uoga. Alikamatwa na kutolewa nje na mlango ulifungwa. Alibakishwa Angel pale ndani, asijui nini atafanywa. Moyo ulimwenda mbio sana kuona leo amepatikana. Ilikuwa ni fumanizi ambalo kwanza ni la aibu. Yani at least uchiti afu ukutwe na mwanamke. Basi alibaki kuziba mdomo, mwenyewe alikuwa anatamani kulia lakini alikuwa hajui afanyaje. Sasa baada ya dakika kadhaa akarejea yule mwanaume akiwa ameshika bastola akiwa na mwenzake. Angel alishangaa kuona wamesimama akiwa anamtazama. Huyu malaya umetoka wapi? Ni swali ambalo lilimfanya Angel harakishe kujibu. Jamani, mimi nimeleta tu na huyu mke wangu, nilikuwa nimpe huduma ya massage ndio akawa anafanya hivyo. Naomba mnisamee. Yani massage hivi vifaa vimetokea wapi? Mke wangu hana hapa ndani. Yani massage kwenye kitanda changu tena mpo uchi wanawake. Aliongea na Angel akashindwa kujitetea. Sasa wewe unajua kwamba unajua sana kufanya mapenzi. Leo utanihudumia mimi mpaka nitakaporidhika ndio itakuwa salama yako na utatoka ndani. La sivyo na kutandika bastola ya kichwa sasa hivi. Alisema yule kijana na akawa amekoa ile bastola. Basi Angel kusikia hivyo alipiga magoti mwenyewe kwa ajili ya kuomba msamaha, lakini hakuweza kueleweka. Mwisho wa siku kwa unyonge mwenyewe aliamua kusimama na kukubali sharti la kwanza. Yule mwanaume alivua nguo zake na kuanza kumchezea Angel. Muda huo mwenzake naye alivua nguo zake na kusogea pale. Hali ile ilimshtua Angel baada ya kumuona na yule mwingine anamsogelea. Alionyesha bastola kwamba anapaswa kukaa kimya na kukubaliana na mambo yote ambayo yanaendelea. Alisikitika sana kuona kwamba leo amepatikana. Hakika siku hii bwana wanakwenda kumfaidi wote wawili. Kwanza amefanya na binti, lakini pia atafanya na hawa watu ambao wamekuja pale. Lakini pia kumbuka video itakuwa inarekodiwa. Sasa ni upande wa Mr. G ambapo aliingia zake kazini rasmi mwenyewe akiwa na vijana wake wawili. Walifuata kile ambacho alikuwa amepanga kuanza kwa Mr. Robin ambaye muda huu alikuwa ana miadi ya kukutana na mfanyabiashara mwenzake afanye kazi. Walienda sehemu ya kukutana ikiwa ni kwenye godauni moja hivi, na matukio haya yote alishatambua mapema Mr. Chi na akaamua kumpigia simu yule mfanyabiashara ambaye alikuwa anatakiwa kukutana na Mr. Robin. Basi alimtisha mapema kwamba asifike kabisa eneo lile kwa sababu askari watafika hapo na kufanya ambush. Sasa Mr. Robin bwana alikuwa ni mtu wa kwanza yeye kufika hapo akiwa na vijana wake watano ambao walijazia wakiwa nyuma yake kumlinda, huku mmoja akiwa ameshika briefcase. Sasa muda huo ndio ambapo Mr. Chi aliweza kufika hapo na moja kwa moja waliingia kwenye jumba hilo na kusogea hadi pale sehemu ambayo Mr. Robin alikuwa na vijana wake wakimsubiria mhusika. Basi hali ile ilimshangaza sana Mr. Robin kuona kwamba anaingia mtu tofauti na yule ambaye alikuja kufanya naye biashara. Mpaka alipofika karibu Mr. G ndipo Mr. Robin alipata kuitambua sura ya baba huyu. Alishikwa na mshangao akinyanyua kidole chake taratibu kumwonyesha Mr. G ambaye aliacha tabasamu. Wewe, ni wewe. Alishindwa hata kuamini macho yake ambayo anatazama kwa mbele ambapo alikuwa amesimama Mr. Chi. Ni muda mrefu sana rafiki yangu hatujaonana. Naona sasa hivi umejiachia mwenyewe, umeamua kuendelea na kazi yako. Nimerudi sasa ndugu yangu. Today is your day Mr. Robin. Uko chini ya ulinzi. Aliongea Mr. Chi na akachomoa bastola kuelekeza kwa tajiri huyo, huku vijana wake wawili wakiwekwa chini ya ulinzi na wale watu wa Mr. Robin. Basi alibaki kudua, haamini kinachotokea. Alimtazama Mr. Chi kwa ghadhabu sana kuona ameingilia biashara yake ambayo alikuwa anataka kuifanya. Ikabidi sasa nyanyue mikono yake na kukubali kukamatwa. Sasa hadi muda huu ndio kila kitu kilikuwa bado kinaendelea kama kilivyopangwa. Tunamwona Angel ambaye yeye aliachwa kitandani akiwa amejikunyata mwenyewe akiwashuhudia wanaume wawili wale wakipandisha suruali zao baada ya kuutumia mwili wake vizuri kabisa. Walimpatia nguo na vitu vyake wakimtaka aondoke haraka, na bila kipingamizi alivaa nguo zake na kuanza safari kuondoka akiwa mnyonge sana. Alichukua usafiri wa bajaji ambayo ilimpeleka hadi nyumbani kwake. Njia nzima alikuwa amejinamia tu, haamini ambacho kimetokea siku hiyo. Na hata alipofika nyumbani kwake baada ya kuweka vitu vyake alielekea zake bafuni na baadaye akawa amerejea zake chumbani kujipumzisha. Alibaki mwenye mawazo akitafakari swala lile, amweleze vipi mume wake ama baki nalo siri kwa sababu ni aibu kubwa ambayo inaenda kutokea. Sasa wale vijana walipwa pesa zao kwa kile ambacho walikifanya. Video ile ilitengenezwa kwa umakini huku wakizificha sura za wale vijana, wakiacha Angel ambaye alionekana vizuri kabisa jinsi ambavyo alikuwa anafanya mapenzi na vijana hawa wawili kwa pamoja. Na sasa ilikuwa ni zamu yao kuharibia.
Hawa wamenichafua sana kwenye mtandao, alisema Tammy akiwa anaitazama video ile ambavyo ilikuwa. Basi baada ya muda aliwasili Barbara kutoka kwenye ile mashindano, akawaeleza wenzake jinsi ambavyo ilikuwa na amefanikiwa kuchukua nafasi hiyo kwa ushawishi mkubwa sana, majaji wamemchukua. Basi Pamela alimtazama na kubaki kusikitika tu kuona mwanamke huyu ameshindikanika, na yeye ndo ambaye alimshawishi Mr. Robin mpaka akaingia kwenye mkenge akijua kwamba ni kweli anapendwa. Basi ilibidi Tammy sasa achukue ile faili na kutazama kazi ya mwisho. Alibaki tajiri mmoja ambaye anapaswa kuwa naye na kumfanya wachukue mali zake na abaki mtupu kama alivyo. Huyu tajiri wa kipekee anaitwa Michael. Haishi na mke kabisa, ila anakuwa anaishi na mwanamke tu kwa muda na kuchukua mwingine. Kidogo kitabia anaendana na mume wako Mr. Robin ambaye anapenda wanawake sana hadi kumvaa Barbara bila kujua. Aliongea Tammy akimtazama Pamela na kufanya wenzake wacheke na hata mhusika mwenyewe. Sasa huyu anapatikana vipi? Aliuliza Teddy na wote walikaa kimya. Hapo kwanza inatakiwa tumsome kwanza mazingira yake na sehemu gani hasa ambayo anapendelea kutulia. Kama ni mpenda wanawake, kwa hivyo tukipata kujua anakopendelea kwenda kupumzika, sisi wanawake watatu hawezi kuchomoka. Sisi wote haiwezekani. Aliongea Barbara akiwa anajiamini. Basi aligeuka na kuwatazama wenzake ambao walishangaa kuona wanahusishwa kwenye hilo. Huko sahihi, hii ndio njia pekee ya kufanya hili. Kwa hiyo hii mission ni ya kwetu. Mwisho tukifanikiwa kila mmoja anafanya mambo yake baada ya mgao. Basi wote walikubaliana kufanya hivyo kwa pamoja. Sasa tayari msikilizaji, tumepata kumuona tajiri namba 4 ambaye ni Michael. Lakini muda huu akiwa hapa simu ya Barbara ilipata kuita. Alipotazama ilikuwa namba ngeni, ikabidi apokee. Akamwambia yes, hello. Yes Barbara, habari yako na mwenzako? Sauti ya kiume ilipenya masikioni kwa Barbara, akashangaa na akapeleka macho yake kwa Tammy ambaye alikuwa anamtazama. Mkuu vipi hali? Salama tu, niko Tanzania na mpaka sasa nimeshamnyaka Mr. Robin na sasa hivi yupo njiani. Tuko njiani kuelekea kumtafuta Mr. Yazid. Kwa hivyo mnapaswa haraka sana mmalize kazi yenu kabla ya wao wote kuwakamata. Alisikika mwanaume huyu na simu ilikatwa. Wote walikaa kimya kumtazama Barbara akiwa ametulia. Vipi? Tammy aliuliza. Ni Mr. Chi, kumbe ameshaingia nchini tayari, ameshamkamata Mr. Akutaka kumaliza mara baada ya kumwona Pamela pale akiwa makini kusikiliza. Alikumbuka maneno ya Pamela kuonyesha bado na mapenzi na mume wake ambaye kwa sasa yuko mikononi mwa sheria. Mr. Alphonse tayari wameshamchukua, aliongea Barbara baada ya kumbadilisha mhusika. Tammy alitambua hilo kwa kumtazama tu Barbara, kile alichoongea ni tofauti na ambacho alimaanisha. Akaambia haya jamani, mambo ndo hayo kama mlivyoambiwa. Hawa wanaume zenu ni wajibu wa serikali kuwafikisha sehemu wanapostahili. Hii mission ya mwisho tunakwenda kuifanya. Naomba sana ukipata pesa ondoka hapa nchini, kajichimbie huko mpaka mambo yatulie. Alafu hii kesi ya watu ni kubwa sana, mkionekana mtaongozana nao, aliongea Tammy akiwajaza ujasiri wanawake hao na wakamuelewa. Sasa ikabidi Barbara na wenzake kuongozana kuanza kuelekea mahali ambapo panasadikika ndipo ambapo anaishi Mr. Michael. Wajue wanaanzia wapi kumteka Mr. huyu kimapenzi ili waweze kusomba pesa kama ambavyo wamfanya kwingine. Sasa huku Tammy alielekea upande wa pili kwenda kuonana na tajiri wao kwa sababu Mr. Chi amekuja nchini kimya bila kuwapa taarifa. Na ni rasmi, ni wazi kwamba mission nyingine inabidi ziendelee. Msikilizaji, wewe unafikiri itakuwaje? Mr. Michael ndo next target ya kwetu katika wale matajiri 5, na kumbuka wa kwanza ameshakamatwa. Kama ambavyo alikuwa kwanza kuibiwa, ndivyo ambavyo amekuwa kwanza kukamatwa Mr. Robin. Nini kitaendelea? Hii ilikuwa ni sehemu ya 6 simulizi yetu inaitwa Mchezoni, mchezo ndani ya mchezo. Mwandishi wetu ni Jafari Mpole na mimi nakusomea wakati wote. Jina langu naitwa Tutu, hapa ni Simulizi Zetu Media. Don't miss sehemu ya 7.